sasa vyanzo vyako vikubwa vya fedha ni kutokana na tozo ambazo zinapatikana kwenye mafuta, lakini pia tuna vyanzo vingine, kwa mfano misaada, lakini pia tuna vyanzo vingine kama mikopo ya masharti nafuu na vingine. Sasa majukumu makuu ya mfuko yako mengi, lakini labda tu kutaja machache. La kwanza ni kuhakikisha kwamba tunapata fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi. Lakini swala la pili ni zile fedha zitakapopatikana tunaziallocate kwenye miradi kutokana na vigezo ambavyo vipo. Lakini pia tuna jukumu la kuwajengea uwezo sasa watekelezaji wa miradi kwenye maeneo tofauti tofauti, kwa mfano eneo la jinsi hao kuweza kutafuta fedha, lakini kwenye maeneo ya jinsi ya kutekeleza ile miradi iwe na tija. Lakini pia tuna jukumu pia la kuhakikisha kwamba sasa hizi fedha zikishapelekwa na miradi ikishatekelezwa, tunatakiwa tufanye ufuatiliaji wa ile miradi kwamba inawanufaisha wale walengwa. Hilo la kwanza. Lakini sasa ukiangalia fedha zetu sasa tunapozipata, tunazitoa kwa namna mbili. Ya kwanza ni ruzuku ambayo mtekelezaji hana wajibu wa kurejesha fedha hizo, na njia ya pili ndio hiyo kwa njia ya mikopo ya masharti nafuu. Sasa watu gani ambao ni wanufaika wa hizi fedha zetu? Kwanza tuna mamlaka ya RUWASA ambao hawa wanashughulika na utoaji maji kwenye maeneo ya vijijini. Lakini pia tuna mamlaka zetu za maji ambazo nafikiri mnazifahamu, kuna baadhi kama kwa hapa Dodoma tunao DUWASA. Lakini pia tuna mabonde ambao haya yanashughulika na utunzaji wa vyanzo vya maji. Lakini pia tunatoa fedha zetu kwa maabara za maji ambazo kwa Tanzania ziko 17 na zenyewe zinashughulika tu kusimamia masuala ya ubora wa maji. Kwa hiyo sasa tukirudi kwenye dirisha la mikopo, dirisha letu hili lina kama miaka 4 sasa, na watu ambao wanaweza kukopa ni watu wawili tu, mamlaka za maji pamoja na vyombo vya watumia maji ambao kwa kifupi wanajulikana kama CBOSO, ambao hawa huwa wako kule RUWASA, wanafanya kazi na RUWASA. Yeah. Sawa. Na kumekuwa na changamoto ya uchakavu wa miundombinu ya maji. Unakuta mabomba yale wakati mwingine yanakuwa yamechakaa au yana muda mrefu sana. Hili mnalishughulikiaje kama mamlaka husika? Nafikiri kwako sasa Bwana Edwin, kama inawezekana utujuze kwa upande wako. Ni sahihi kweli kuna uchakavu kwa miundombinu, kwa sababu baadhi ya miundombinu ni ya muda mrefu. Na kwa maana hiyo sasa kumekuwa kunasababishwa sana upotevu mkubwa wa maji. Lakini pia kama taasisi, kwa mfano kwa DUWASA, tumekuwa na mipango mingi sana ya kuweza kupunguza upotevu wa maji. Kwanza kutoa elimu kwa wananchi, kwa maana ya kutoa taarifa pindi wanapoona maji yanavuja. Lakini pia tumekuwa tuna wadau wa maendeleo ambao tunashirikiana nao kuweza kubadilisha mitandao hii chakavu tulionayo. Kwa mfano tunao pale DUWASA tunao VEI ambao hawa VEI ni muunganiko wa mamlaka za maji za nchini Uholanzi, ambao kwetu ni kama wafadhili ambao tunashirikiana nao katika kuhakikisha kwamba tunapambana kwenye swala zima la upotevu wa maji. Kwa hiyo tunabadilisha mitandao ambao ni chakavu, lakini pia wanatoa pia fedha kwa ajili ya elimu kwa wananchi. Kwa hiyo hatua kama hizo zinachukuliwa na mamlaka pamoja na serikali kuhakikisha kwamba upotevu wa maji unashuka na maji yanaweza kuwafikia wananchi wengi zaidi na kwa kiwango ambacho cha kutosha. Sawa, kumekuwa na changamoto ya malipo ya bili ya maji kuliko upatikanaji wa maji yenyewe, yani bili inakuja kubwa kuliko upatikanaji wa maji. Hii pia imekaje? Unajua kwenye malalamiko ya bili kwa kubwa kuna namna mbili. Unajua unaweza kweli kuwa unapata maji mara 3 kwa wiki au mara 4 kwa wiki au mara 2 kwa wiki, lakini haya maji unayatumiaje? Unaweza kukuta maji ambayo ungetumia maji kwa wiki nzima, labda ungekuwa unapata maji wiki nzima masaa 24, ndio kiwango kile cha maji ambacho unakitumia ndani ya siku 2 ambazo unapata yale maji. Ulikuwa una nguo nyingi umezihifadhi ili uweze kufua, lakini kwa sababu hukuwa na maji ukawa hujazifua. Sasa maji yametoka, unachukua zile nguo zote unazifua kwa wakati. Kwa hiyo unakuta maji mengi unayatumia kwa siku chache, lakini yani unatumia maji mengi kwa wakati kwa muda mchache. Kwa hiyo unakuta kiwango cha maji kilichotumika
kinakuwa ni kile kile ambacho ungetumia ndani ya wiki nzima, endapo kama ungekuwa unapata maji wiki nzima kwa masaa 24. Lakini pia kitu kingine ambacho kinasababisha hizi bili kuwa kubwa ni mbali na matumizi, ni miundombinu chakavu ya kwenye nyumba zetu. Nyumba unakuta kuna vuja, lakini mtu anotice. Kwa mfano nikichukua mfano wa vyoo, hizi flush tanks, unakuta muda wote choo chako ni kibichi, kwa sababu maji yanaingia yanatoka. Sasa mteja ile anotice, lakini ukienda kuangalia kwenye mita unakuta ile mita inafanyaje, inazunguka. Mwisho wa siku unapofika mwisho wa mwezi bili inakuja, sasa mbona mimi maji sijatumia? Lakini ukija ukaangalia kumbe ni miundombinu yake ndani imefanyaje, imeshachakaa. Lakini pia tunatoa elimu kwa wananchi kwamba kuhakikisha hiyo miundombinu wawe wanafanya ukaguzi wa miundombinu yao, lakini pia wawe wanasoma, wawe na tabia ya kutembelea mita zao, kukagua mita, kuangalia je, mita inazunguka wakati gani, wakati anapotumia maji na wakati asipotumia maji. Sawa. Kitu kingine naweza nikasema pia ni unaweza kama ni uchakavu pia wa mita. Kwa hiyo huwa tunafanya sisi kama DUWASA, tuna utaratibu wa kwa tunatembelea mita zetu, tunazikagua, na kama mita zinakuwa tunaonekana mita ambazo ni mbovu, basi tunazitoa site na kubadilisha mita. Sawa, na natamani rejea kwako vikubwa. Kwa mfano tunaangazia Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa na mito mikubwa. Na hii National Water Grid itahusisha maji kwa ajili ya matumizi ya majumbani, kwa maana kwamba yale maji masafi, lakini pia itahusisha maji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi kama kilimo, viwanda na shughuli zingine. Kwa hiyo hii National Water Grid iko kwenye hatua nzuri ya utekelezaji, kwa maana kwamba tafiti zinaendelea kufanyika. Kuna maeneo ambayo studies zimefanyika na zimekamilika, lakini maeneo mengine zinaendelea kufanyika. Lakini idea ile kwamba kama unavyofahamu kwamba tumezindua dira ya 2050 ambapo sisi kama sekta ya maji tunajipanga vizuri kuendana na utekelezaji wa dira hiyo, na vitu vya kwanza ambavyo tumeviona na ambavyo vitatusaidia tufike yale malengo yaliyowekwa kwenye dira ni hii National Water Grid. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho kitasaidia kupunguza changamoto ya maji kwa asilimia kubwa sana, kwa maana kwamba maji yatakuwa yanaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na wale watu ambao hawana vyanzo kabisa watanufaika kwa kupata maji kutoka maeneo ambayo yana maji mengi. Kwa mfano kama hapa Dodoma, kama mnavyofahamu, tunategemea visima tu, lakini hii National Water Grid na maana itatoa maji labda tuseme Ziwa Victoria kuleta Dodoma. Kwa hiyo tunategemea mambo yatakuwa mazuri kwa kweli kwa kutumia hii National Water Grid. Sawa. Tell us. Pengine wizara imejipanga vipi hasa katika kuhakikisha jamii inakuwa na ule uelewa wa kulipa kwanza kabla ya kupata maji? Ni swali zuri, na kama unafahamu huko nyuma utaratibu wa ulipaji wa maji tulianza kwanza na kwamba tunakuja tu nyumbani tunawauliza hapa mnakaa watu wangapi, tunawakadiria. Baada hapo tukatoka, teknolojia ika-advance, tukaingia kwenye hizi mita ambazo tunazitumia sasa hivi ambazo unatumia maji, mwisho wa mwezi tunakuja tunasoma, tunakwambia kwamba bili yako ni kiasi. Lakini teknolojia imeenda mbali zaidi. Sasa hivi kuna matumizi ya kabla, kwa maana kwamba utalipia kabla ya kutumia, ambao tunazita prepaid meters. Kwa hiyo ni innovation ambayo iko sasa hivi kwenye hatua mbalimbali za utafiti, lakini pia zimeshaanza kutekelezwa. Kwa maana kwamba kama ulivyouliza swali la mwanzo kwamba kuna malalamiko ya bill, lakini hii sasa itakuwa ndo mwarobaini, kwa maana kwamba utanunua kiasi unachohitaji, kikisha basi tumemalizana. Kwa hiyo hizo ni innovation ambazo zipo na tunaendelea kuzifanyia kazi, na tunatumaini ndani ya muda mfupi basi kila mtu atakuwa amefikiwa na hizo mita, ili tuondokane na haya malalamiko ambayo tumekuwa tukiyapata kuhusiana na mita zetu ambazo tunazitumia kwa sasa. Sasa umeeleza mpaka faida ambazo mwananchi anaweza kuzipata kutokana na mfumo huu. Sasa natamani kujua manake kitaalamu unaitwa prepaid. Yes. Kwenye hatua za elimu kwa wananchi imefikia kiasi gani, au ndio bado mpaka mchakato utakapokamilika ndio utakuja sasa kwa wananchi kuambia kwamba kuna masuala mazima ya prepaid? Kama mtakumbuka kama wiki 2 au 3 zilizopita waziri mkuu alizindua mkakati wa matumizi ya hizo mita.
Kwa hiyo sasa hivi level tunaoenda, of course kuna watu ambao tayari wanazitumia. Kwa mfano kama maeneo ya Iringa, wao wamefika mbali, wananchi wanazitumia. Kwa hiyo baada ya kuzinduza ule mkakati wa matumizi ya hizo prepaid meter, ina maana sasa tunaenda kwenye zoezi la utoaji wa elimu, lakini pia kuwahusisha wanajamii ambao watakuwa tayari kuzitumia. Lakini tu kwa taarifa ni kwamba watu wengi nafikiri wako tayari kuzitumia. Watu wengi sana, yani mahitaji ni makubwa kiasi kwamba hata hiyo elimu tutaifanya labda kwa watu wachache sana baadaye, lakini sasa hivi kila mtu yuko tayari kuzitumia, na tunashukuru kwamba wananchi wamelipokea vizuri sana hilo jambo. Tuje kwa Bwana Edwin hapa. Kuelekea maadhimisho haya, wiki ya wananchi wa Tanzania, watarajie nini hasa katika mfuko huu wa maji wa wizara? Sisi mfuko wa huu ambao unasema wizara, mfuko wa National Water Fund, sisi ni wanufaika kwa maana ya kwamba ni taasisi ambazo zinapata huduma au fedha kutoka National Water Fund kwa ajili ya kuboresha mitandao yetu, lakini pia kuongeza vyanzo vya maji. Tunayo miradi ambayo tunaitekeleza sasa hivi na ambayo fedha zinatoka National Water Fund, na tunayo miradi kama ujenzi wa mradi wa kisasa ambao sasa hivi tunadhani kwenye asilimia kama 95-97. Tunao miradi, hii ni miradi ya uchimbaji wa visima pembezoni mwa jiji, kwa maana yale maeneo ya pembezoni ambayo maji yanayotoka chanzo chetu cha Mzakwe hayawezi kufika, au yakifika yanakuwa sio toshelevu. Kwa hiyo huko nako tunachimba visima ili kuweza kuhudumia maeneo hayo. Kwa hiyo tunayo miradi kwa kweli ambayo inatekelezwa kutokana na National Fund. Kwa sisi ni wanufaika na tunashukuru sana kwa fedha ambazo tunazipata, kwa sababu bila hivyo tukitegemea tu fedha kutoka serikali kuu na wakati mwingine kutoka kwa wafadhili, nadhani tungekuwa tuna hali mbaya zaidi kuliko tulivyo sasa. Tulitoka kwenye kiasi cha uzalishaji wa lita za maji milioni 61.1 mpaka sasa hivi tunafika milioni 88. Japo uhitaji bado ni mkubwa, lakini kiasi cha maji ambacho tunacho sasa hivi at least tunaweza tukasema tunaweza tukahudumia kati ya masaa 10 mpaka 13 kwa siku, kulingana na kile kiwango cha maji ambacho tunazalisha, japo uhitaji bado ni mkubwa. Kwa hiyo sisi ni wanufaika na tunashukuru sana kwa fedha ambazo tunapata kutoka National Water Fund. Nikisalia kwako Bwana Edwin, kuna maendeleo ya teknolojia na sayansi na teknolojia sasa hivi, na kwa Dodoma tuna mifumo ya maji taka. Vipi wizara imejipangaje kuona namna ambavyo tunaweza tukatumia haya maji taka kama fursa sasa? Manake badala yake imekuwa kwa baadhi ya mitaa watu wanalalamika maji taka. Tunayafanyaje ili iwe fursa na si kero kama inavyoripotiwa sasa hivi? Kwa sasa hivi kwa mtandao tulionao wa maji taka, kwanza ni mtandao wa zamani kidogo, ni miaka ya 70 na zaidi ya miaka 50 na kwa jinsi jiji ambavyo linakuwa, mtandao kidogo umeelemewa. Na ukiangalia mabwawa yetu ya Swaswa yamezidiwa kabisa, kwa sababu kiwango cha maji kitaka kinachozalishwa ni kingi kuliko uwezo wa yale mabwawa kuweza kupokea. Kwa hiyo serikali imepata fedha zaidi ya bilioni 165 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji taka ambao tutatekeleza mradi mpya kwa maeneo ambayo hayajafikiwa na mtandao wa maji taka, lakini pia tutaenda kuboresha mtandao wa zamani ambao tunao sasa hivi na kwenda kujenga mabwawa 16 ya kutibu yale maji taka katika zile stages ambazo zinatakiwa mpaka maji yanapofika mwisho kwa discharge kwenye mazingira yanakuwa salama kwa matumizi mengine kama ya umwagiliaji na matumizi mengine, hasa kwenye umwagiliaji. Hatujafika hasa kwenye kurecycle yale maji na kutumika kwa matumizi ya binadamu, lakini at least yatafika katika hatua ambayo yanaweza kuwa discharge kwenye mazingira na yakatumika kwenye kumwagilia. Sawa. Teresa? Pengine tuanzie wito kwa wananchi ambao wanakusikiliza kupitia 92.9 ya FM. Asante. Wito wangu kwa wananchi kwanza ni tunasisitiza swala la utunzaji wa vyanzo vya maji. Nafikiri kwenye swala la upatikanaji wa huduma ya maji kuna vitu viwili, kuna ile miundombinu lakini kuna vyanzo vya maji, kwa maana kwamba tunaweza tukawa na miundombinu mizuri lakini kama maji hayapo hatutakuwa tumefanya chochote cha maana. Kwa hiyo tusisitize tu wananchi waendelee kutunza vyanzo vya maji, kwa sababu ukiharibu chanzo cha maji hata kama utaathirika wewe, basi miaka 5 au 10 ijayo wanaokuja wataathirika, aidha atakuwa mtoto wako au vizazi vijasho. Kwa hiyo
hilo tu ni ombi langu kwamba tusunde vyanzo vya maji, kwa maana kwamba tusitupe takataka ovyo na tusilime au tusifanye shughuli zetu za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji. Kwa Bwana Edwin, naam. Kwa Bwana Edwin, Okay, asante. Mimi ningependa labda niwasisitize wananchi kwenye swala la matumizi ya mtandao wa maji taka. Tuna changamoto kubwa sana ya matumizi mabaya ya mtandao wa maji taka, na hivyo kusababisha chemba nyingi kuziba, na matokeo yake yale maji kusambaa mitaani na kusababisha kadhia kubwa sana kwa wananchi. Kwanza harufu mbaya, lakini pia inaweza kusababisha magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu na magonjwa ya kuhara. Kwa hiyo ni waasi sana watumiaji wa mtandao wa maji taka kutotupa taka ngumu kwenye mtandao wa maji taka. Ile mtandao umesanifiwa kwa ajili ya kupitisha maji ambayo ni taka. Tunazalisha maji safi, 80% inageuka kuwa taka. Kwa yale maji taka ambayo yanageuka kuwa yale maji yanageuka kuwa taka, basi hayo ndio yanatakiwa kupita kwenye mtandao. Watu wasitupe plastics kwenye chemba za maji taka, wasitupe taulo zile za kike kwenye chemba za maji taka, wasitupe mipira, chochote kile ambacho ni taka ngumu ambacho hakiwezi kulainishwa na maji wasitupe kwenye, kwa sababu kinaenda kuathiri mtandao mzima wa maji taka na hivyo kusababisha athari kubwa. Lakini pia ulinzi wa ile miundombinu yetu. Kumetokea wimbi kubwa sana la watu wanakuwa wanaiba ile mifuniko ya chemba ambazo ziko barabarani. Matokeo yake wanasababisha kwanza hasara kwa serikali, kwa sababu ile mifuniko ni ghali sana. Lakini pia wanahatarisha maisha ya watumiaji wa barabara. Mtu anaweza akaja pale na pikipiki au na gari akakuta anapata shida kwa sababu ya chemba ambayo iko wazi. Lakini pia inaweza ikawa chanzo cha kuficha uhalifu. Zile chemba ni kubwa. Unaweza ukaangalia hii ambayo imetokea hapa barabara ya Dodomaini ni mita 3 kwenda chini. Sasa imagine chemba iko wazi. Mtu anafanya uhalifu wake kule, anakuja kuficha kwenye chemba ambayo iko wazi. Kwa hiyo ningeomba sana wananchi kwanza tutoe taarifa wanapoona kuna uharibifu wote wa miundombinu ya maji taka, lakini pia tuzingatie matumizi sahihi ya mtandao wa maji taka. Na kwenye changamoto ya wizi wa mifuniko ya chemba, ikitokea mtu amebainika, yani amekamatwa amebainika, labda unajua watu wanaiba au wanafanya ubadhirifu huo hawajui madhara yake kisheria. Ikitokea mmembaini, kuna hatua gani zinachukuliwa dhidi yake? Kimsingi ile ni jinai, lakini pia ni hujumu uchumi, kwa sababu unakuwa unaharibu miundombinu ya serikali. Kwa hiyo wote tunajua adhabu za jinai zinavyokuwa, lakini pia adhabu za hujumu uchumi zinavyokuwa. Lakini kwenye faini ni kati ya 500,000 mpaka 1,50,000. Kwa hiyo ni waombe tu wananchi kwamba wawe makini sana na wachukue tahadhari wakati wote wanapoona kwamba kuna shughuli kama hizo zinafanyika. Lakini kwenye taarifa pia DUWASA inatoa zawadi kwa mtu anayetoa taarifa sahihi kuanzia 100,000 mpaka 500,000. Kwa hiyo ni mtu yeye mwenyewe tu kuwa makini kuona mtu anapoona kwamba kuna changamoto yoyote, mtu anafanya uharibifu aina yoyote, sio miundombinu ya maji taka pekee, hata ya maji safi. Kuna wizi wa mita unafanyika, lakini pia kuna huo wizi wa chemba za mifuniko ya chemba za maji taka.